Basi imefika wakati mwingine ambapo tutaweza kusikia mhubiri wa kwanza, na mhubiri wa kwanza atatoka kwenye upcoming choir. Kuna upcoming choir ambao ni ambassadors, si ambassadors of Christ, ambassadors of Ruiru. Sasa hao ambassadors si wakuje hapa mbele. Upcoming choir, njooni hapa mbele. Ninawasubiri, nitaketi nikiwaona hapa mbele. Na unajua kwaya ni askari. Kwaya ni askari, na kwa hivyo sasa wakiitwa wana march, wakifanya kwa haraka, kwa maana hao ni askari. Wameitwa na Yesu kwenye vita ambazo ni za kiroho, na hivyo wanafanya kuja hapa mbele. The upcoming choir. Kanisa, munaona kwaya ya kesho, si mnaiona? Mnaiona? Mngesemaje kanisa? Mngesemaje kanisa? Njooni hapa mbele muweze kutoa wimbo na Mungu ataweza kuwabarikia. Shall we pray? Father who lives in heaven, we thank you for this moment that you have granted unto us. As we are going to begin to praise you, Father, may you receive all the honor and glory, Father. For it is in Jesus' name I pray, trusting and believing. Amen. Nataka imani imara, haitetemeki kwa kitu chochote. Wakati wa shida nitasimama, nipatie Bwana imani imara. Nataka imani imara, haitetemeki kwa kitu chochote. Wakati wa shida nitasimama, nipatie Bwana imani imara. Bwana unipe hiyo imani, ili niweze kukudhihirisha na watu wote wakuone Bwana, unitumie unavyopenda. Bwana unipe hiyo imani, ili niweze kukudhihirisha na watu wote wakuone Bwana, unitumie unavyopenda.
nataka uwezo nishinde dhambi. Moyo unapenda, mwili ni dhaifu. Hebu shuka Bwana mwenye uwezo, hapo nitashinda majaribu yote. Nataka uwezo nishinde dhambi. Moyo unapenda, mwili ni dhaifu. Hebu shuka Bwana mwenye uwezo, hapo nitashinda majaribu yote. Bwana unipe hiyo imani, ili niweze kukudhihirisha na watu wote, wakuone Bwana, unitumie unavyopenda. Bwana unipe hiyo imani, ili niweze kukudhihirisha na watu wote, wakuone Bwana, unitumie unavyopenda. Bwana unipe hiyo imani, ili niweze kukudhihirisha na watu wote, wakuone Bwana, unitumie unavyopenda. Bwana unipe hiyo imani, ili niweze kukudhihirisha na watu wote, wakuone Bwana, unitumie unavyopenda. Bwana unipe hiyo imani, ili niweze kukudhihirisha na watu wote, wakuone Bwana, unitumie unavyopenda. Bwana unipe hiyo imani, ili niweze kukudhihirisha na watu wote, wakuone Bwana, unitumie unavyopenda. Mngesemaje? Mngesemaje kwa base? Unajua ametoa base mpaka nikashangaa, nikajaribu kujifundisha nikashindwa. Mngesemaje kwa base? Na tena. Unajua mimi ni wa tena. Mngesemaje kwa tena? Basi hata wameshida gaidho. Basi imefika wakati mwingine ambapo tutaweza kusikiliza neno kutoka mbinguni. Tutaweza kumkaribisha pasta wetu Gashui. Sijui ni wangapi pamoja nami wanasema mchungaji, ukisimama Mungu aweze kukutumia.
Asante, karibu sana. Yaani wimbo huo umeniguza Pastor, unapokuja ati Bwana unipe hiyo imani. Naombea hawa watoto Bwana wape hiyo imani. Amina. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Nashukuru sana kwake Mwenyezi Mungu kutupa nafasi hii na kuiona siku hii, si kwa nguvu zetu bali ni kwa neema. Hata mimi si mpenzi wa nyimbo sana, lakini sijui bona mtafute guest choir, mkiwa na choir ambao ni nzuri hivyo. Hiyo nyimbo ni zenu wana Ambassador? Yeah? Ni kama wanaogopa kusema wimbo ni yenu. Sijui bona mshinde mkisumbuka na mko na kwaya mzuri hapa wakati wa makambi. Vijana mbarikiwe sana na Mungu aweze kuwapatia neema na muzidi hivyo. Na kila Sabbath, maana naonanga vikundi vingi zikitrain na sionangi wakiimba sana, isipokuwa ni leo nimesikia wa Ambassador. So tuombe kwaya kila wakati inaenda nanyi mnaimba. Ama labda kwa sababu kama kwaya ingekuweko hamtatungejua mko na wimbo mzuri hivyo. Na nashukuru kwa sababu unaendana pia na mahubiri yetu ya siku ya leo ya kwamba Bwana nipe nini? Imani. Kabla niingie kwa maombi kwa mahubiri ya siku ya leo, kuna watu ambao wanasafiri kesho kule Mombasa, idara ya singles wanasafiri kwenda Mombasa. Ningependa tuwapatie maombi ili Mungu azidi kuwahifadhi wanapoenda barabarani, na pia tuone wameenda na wamerudi salama. Sijui kama hao watu wako hapa. Wale ambao wako mnaweza kuja ili tuweze kuomba pamoja nanyi, tuwakabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu na tuwaombee mema ya safari. The singles ambao wanasafiri kwenda Mombasa, ni vizuri, walisema ni vizuri waende wakajinice, wafurahie kule katika sehemu ya Mombasa, na tunashukuru na tuwaombea Mungu aweze kuwalinda na kuwaongoza. Mnasafiri mkiwa wangapi? Yeah? Asante. Wako 4 ambao wanasafiri kutoka kanisa letu. Kuna wengine wa makanisa mengine, lakini hawa kutoka hapa ndio wanaenda. Sisi tunawaombea mema. Mungu waongoze, wasafirishe vyema, na mkienda mkae vizuri, Mungu walinde, na pia mkirudi murudi salama. Hebu tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na wewe ni mlinzi wetu. Nakushukuru kwa ajili ya kikundi hichi cha singles ambao Mungu wetu walipanga na wakasema ya kwamba wataweza kufika nchi katika sehemu ya Mombasa. Tunawatakia safari njema. Mungu ukaweze kuwaongoza pamoja na wale wengine ambao watakuwa wanaelekea huko, na muda ambao watakuwa huko uwalinde, waondolee magonjwa na wakaweze kupata amani. Na maana Mungu unajua matamanio ya mioyo yao, hebu Kristo ukaweze kuwafungulia njia. Ukabariki pia na kazi za mikono yao, ukabariki pia na watoto wao, na zaidi yote Mungu wetu uwakumbuke pia katika ufalme wako. Tukiona wamesafiri na wakurudi vyema, tutaweza kulisifu na kulitukuza jina lako, maana tunaomba kupitia jina tukufu la Kristo aliye Bwana tena mkombozi wetu. Amen. Mungu wetu wabariki. Unaweza keti. Nashukuru sana kwake Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupa nafasi hii
ya kuweza kutafakari juu ya neno lake Mwenyezi Mungu, na kichwa chetu cha mahubiri yetu kinasema ya kwamba Goliath is not the problem. Atishinda si Goliathi. Goliath is not the problem. Na katika kitabu ambacho tulisomewa, ukitaka kuelewa hadithi hii mzuri, unaanzia katika chapter 17 kuanzia aya yake ya kwanza. Samueli wa kwanza 17. Na ukitaka kuelewa historia ya huyu mtu ambaye anaitwa Daudi, unaianza katika chapter ya 16. Na always wakati ambapo unakuta ya kwamba mambo yanakutendekea, sometimes huwa tunasema ya kwamba you have to be chosen. Unateuliwa. Na wakati mwingine, wakati wengine wanachaguliwa, kuna wale pia ambao wanakataliwa. Lakini la kuchangaza, Mungu hawezi kukukataa for no reason. Na ndio ukirudi katika chapter ya 16, tunaona mtu ambaye anaitwa Sauli akikataliwa na Mwenyezi Mungu. Na kisa na maana ya Sauli kukataliwa na Mwenyezi Mungu ni kwa sababu alipewa kazi na akapewa masharti, lakini yeye akafanya kinyume na kile ambacho Mungu alisema. Kumbuka Sauli yeye ndiye alikuwa mfalme wa kwanza katika Israeli, na kile ambacho kilifanya akaweze kuteuliwa si ni kwa sababu Mungu alimchagua, bali ni kwa sababu watu walitaka kuiga watu wa mataifa, waone ya kwamba wako na mfalme anatembea pamoja nao, mfalme ambao wanaenda vitani pamoja naye. Na hivyo basi watu walipokaa na wakaangalia the qualities ambazo wanadamu wanaziangalia. Maana inasemekana Sauli alikuwa ni mrefu kuliko watu wote, na akiwa amesimama watu wote walikuwa wamemfika mabegani. So wakaona yule mtu ambaye hapa ni mkubwa zaidi kutuliko ni Sauli, kwa hivyo tumtawaze akiwa mfalme. Na maandiko inasema ya kwamba Mungu akaweza kuwapa mfalme kwa hasira. So wakati ambapo aliasi maneno yake Mwenyezi Mungu, Samueli kila wakati, maana alikuwa ni nabii, yeye alikuwa ni judge, akawa analilia Sauli at least mambo yake iweze kuwa mazuri. Maka ikafika mahali Mungu akasema, na akaja akamuuliza Samueli, utaendelea kumulilia Sauli mpaka lini? Sijui ukikataliwa na Mungu remedy yako itakuwa wapi? Mungu anauliza, bona ushinde ukililia huyu mtu? Maana Mungu anasema ya kwamba nimejitafutia mtu ambaye moyo wangu unampenda. Bwana Yesu asifiwe. Hebu kaweze kuchaguliwa na Mungu katika shughuli zako na katika mambo yako, kama vile Daudi alivyochaguliwa. Na Daudi alikuwa kijana ambaye ni mdogo. So hata wakati ambapo Samueli anaambiwa sasa, enenda katika nyumba ya Jesse ukaweze kujitafutia, maana huko nitachukua, kuna mfalme ako kule. In fact wale the other 7 brothers wakialikwa,
yeye Daudi hakuwa amealikwa, maana hakuna mtu angefikiria kwamba yeye angekuwa ni mfalme. Eliabu yule ambaye alikuwa the big brother, inasemekana ya kwamba qualities zake na za Sauli zilikuwa the same. Hata Samueli tu kumuona hivyo, akaona huyu mtu afya yake iko sawa, kila kitu kiko sawa, na ako mkubwa na kila kitu, lakini Mungu akasema no, huyu mimi sijamchagua. Na ninapoteua watu wangu, siangalii sura zao, siangalii urefu wao, siangalii unene wao, bali mimi ninaangalia roho. So wote 7 wakaisha. Yeye Daudi alikuwa wa namba 8. Na namba 8 inamaanisha ya kwamba new beginning. Samueli akauliza, je, kuna mtu ambaye amesalia? Akaambiwa kuna kakijana kadogo kako malichoni. Akasema aitwe, na akaweza kuitwa. But let me tell you, wakati ambapo Daudi alipochaguliwa kuwa mfalme, he waited for 15 years. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umesubiri for how long? For 15 good years. Awekewe mafuta. Akakaa for 15 good years. Wewe umeomba Mungu siku ngapi? Wewe umeweza kusubiri siku ngapi? Maana nimegundua nyakati hizi mambo kidogo kidogo, watu wanayubayuba kidogo kidogo, and then mtu anachoka mpaka kuja katika nyumba ya Bwana. Na ukimtembelea anakwambia mimi nimeomba, mimi nimesubiri, na nikaona ya kwamba hakuna jambo ambalo linatendeka katika maisha yangu. But David waited for 15 years. Imagine ukijua mimi ndiye mfalme, na ako comfortable kurudi kulisha kondoo na ng'ombe za baba yake, na halalamiki. Kumbuka pia Yusufu aliweza kusubiri for 13 good years. Na Mungu wewe nikwambie wapendwa, Mungu hana haraka. Halo? Lakini kile ambacho kinachonipendeza, Mungu huwa anakuja kwa wakati unaofaa. Don't rush. Usisumbuke. Usipoteze tumaini. Kile ambacho kinahitajika, kuwa na imani na huyo Mungu anasema ya kwamba wewe nimekutaua na utakuwa mtu wa maana katika ulimwengu huu. Msumbiri yeye pasina kuwa na wasiwasi. So wakati ambapo ameteuliwa hivyo, maandiko inasema chapter 17 ya kwamba kulikuwa na watu ambao walikuwa wanaitwa Wafilisti. Hata wakati huo Wafilisti walikusanya majeshi yao kwa vita, nao wakakusanyika huko Soko ulio mji wa Yuda, wakatua katika soko ya Azeka katika Efes-Damim. Hatimaye Sauli na watu wa Israeli wakakusanyika wakatua katika bonde la Ela, nao wakapanga vita juu ya hao Wafilisti. And let me tell you, Mungu wakati ambapo alikoboa wana wa Israeli akawatoa katika nchi ya Misri, wakaambiwa ya kwamba nitawapa nchi ya Kanaani. Kuna a promise, assurance ambayo Mungu aliahidi wana wa Israeli. Unaposoma katika kitabu cha Exodus chapter 32 verse 2 and 3, Mungu
aliwaahidi wana wa Israeli, akawaambia mataifa yale ambayo yako katika mji wa Kanaani, mataifa hayo yote mimi nitaweza kuyavurusha. Hakuna taifa ambalo litaweza kusalia kule. Mutapigana nao, mutawashinda, maana Mungu aliwaambia kwamba nitatuma malaika wangu kupigana nao. But to my surprise, wana wa Israeli walipoingia katika nchi hii, bado tunaona Wafilisti bado wako kule. Ni kipi ambacho kinafanya? Na Mungu alisema ya kwamba nitawavurusha, nitawaondoa katika nchi hii. The challenge ni kwa sababu hawakuweza kuamini maneno yake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. And that is our biggest challenge. We are here. Na kuna mambo mengi ambayo haijatendeka katika maisha yako, ni kwa sababu of unbelief. Mara nyingi tunakosa kuamini Mungu ya kwamba kile ambacho umesema hakika kitaweza kutendeka katika maisha yangu. Na ndio maana unaweza kuta ya kwamba watu wengi wanahangaika. Ndio maana tunasoma kisa hiki, tunasikia kwamba bado Wafilisti walikuwa bado wanahangaisha wana wa Israeli, licha ya kuwa Mungu alisema ya kwamba nitatuma malaika ataweza kuwavurusha, lakini wao bado hawakuamini ya kwamba Mungu ana uwezo wa kufanya jambo hilo. Hakuna kitu kibaya kama kupoteza imani, na ndio maana tunaimba wimbo tunasema ya kwamba tupe hiyo imani. Imani ambayo ni thabiti, imani ambayo ilikuwa na wazee wa zamani ya kina Ibrahimu. Ati mtu anaambiwa ondoka na hajui mahali ambapo anaelekea, lakini anasema kwa sababu Mungu wewe umesema mimi nitaondoka. Watu wana wa Israeli mpaka wakati huu hawajaamini ya kwamba kile ambacho Mungu alisema ataweza kukitenda. Na vita hii ikawa ni vita ambayo ni ya ajabu. Mwandishi mmoja anasema ya kwamba kwa muda wa siku 40 ambazo walikuwa wamekaa wamejipanga, ati jeshi la wana wa Israeli walikuwa wanasimama na wanatoa maneno ambayo ni ya kuwatisha Wafilisti. Wanawaambia kwamba tutawafanya hivi, tutawapiga, tutafanya nini? Maneno ambayo ni ya kutisha watu wa Wafilisti. Lakini walipokuwa wanafanya mambo hayo, Goliathi ambaye maandiko inasema ya kwamba alikuwa ni mtu ambaye ni mkubwa, Biblia inasema ya kwamba alikuwa ni shujaa, alikuwa anatokea na anaita kitu kinaitwa challenge. Anasema nyinyi wasicheni kutupatia mambo ambayo ni ya utisho. Mimi ninatoa challenge ya kwamba mtoe mtu mmoja, na anawaambia ninyi watumishi wa Sauli, toeni mtu mmoja mumulete hapa tupigane naye vita, akiweza kunishinda aniue, sisi tutakuwa watumwa wenu. Na wakati ambapo vita tutawashinda, tutashinda huyo mtu, tumuue, nyinyi mtakuwa watumwa wetu. Na maandiko inasema ya kwamba wanajeshi wa Israeli wakawa wanahofu sana. Na wakati ambapo walikuwa wanaona Goliathi akisimama, maandiko inasema walikuwa wanatoroka. Kwa sababu Goliathi, Biblia inasema ya kwamba alikuwa mtu wa futi 9.5. Naye ni futi. Na wana wa Israeli inasemekana hawakuwa wanarefuka sana, so probably walikuwa ni watu wa futi 5 na inchi 3.
Sasa wewe nataka uangalie mtu amekushinda na futi 4. Na wewe hata ukienda kupigana naye vita, anaweza kuwa hajui hata vita. Lakini ukiona tu urefu unasema hapana, hiyo vita mimi sioni ya kwamba nikiwa mshindi. Na hakuna mwanajeshi ambaye hata siku moja alidhubutu kujitokeza for 40 good days. Asubuhi, jioni, Goliathi alikuwa anatokea, wanakimbia, wanatoroka. Wewe hakuna mtu ambaye angeweza kuface the challenge. Hakuna hata mmoja angeweza kuface the challenge. But nimekuambia kwamba Goliath is not the problem. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Goliath is not the problem. Kwa sababu only a string, komeo na kajiwe can fix that problem. Bwana Yesu asifiwe. Yeye si problem. But what is the problem? The cowardness of God's people. Uoga wa watu wa nani? Wa Mungu. Na hiyo ndio hata challenge wakati ambapo huwa tunazungumzia mpaka kitu kinaitwa the mission. Tuko na uoga zaidi. Na hiyo ndio challenge ambayo ni kubwa kwa mission. Watu ambao ni waoga katika mission ya Mungu, that is the greatest challenge in our church. Hebu niwaambie, ni miradi hata mingi sana katika nyumba ya Bwana ambayo inaweza tendeka. Sometimes huwa nahuzunika wakati ambapo tunasema we want, maybe tunataka kujenga kanisa. Kama hata ile choo ambayo tunasema tunataka tumalizie iwe na nyumba juu wapi. Watiangalia, nimesikia wakati Aaron Dagaidhi walikuwa anasema hii group inastahili itoe 30,000, imefika 6,000, ingine eko na 12,000, iko hivyo. Yani that is the story ambayo unakuta katika watu wa Mungu. Fedha ambayo hata mtu mmoja anaweza sema ya kwamba hiyo choo yote, hebu nihesabiwe hiyo hesabu, inahitajika pesa ngapi? We need 1 million. Hiyo pesa mimi nimetoa, kazi ya Mungu iweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. But the problem is cowardness in the God's mission. And let me tell you one thing, katika vita hivi Mungu felt insulted na wana wa Israeli zaidi kuliko jinsi ambavyo alikuwa anasikia akiwa insulted na mtu ambaye anaitwa Goliath. Kwa sababu Mungu alikuwa amewapa ahadi ya kuambia kwamba mimi kile ambacho ninahitaji ni nyinyi tu kujitokeza katika vita. Vita si yenu, vita ni yangu, mimi ndiye ambaye nitapigana. And these people walikuwa na history vizuri. Na walijua kila kitu. Na wakajua ya kwamba mababu zetu walipokuwa wanaingia katika mji wa Canaan, Mungu tu aliwafanyisha kazi ambayo tunaweza sema si kazi, ni kama kuwazungusha tu bure, lakini akatenda kupitia hiyo. Yani wanaambiwa kwamba zungukeni mji wa Jericho, na mji wa Jericho ukaporomoka. They had all those kind of stories. Ukirudi chapter 13 ya kitabu hichi cha Samueli wa kwanza, kuna kipindi wana wa Israeli wameenda katika vita, na maandiko inasema hakuna mtu aliyekuwa na silaha katika Israeli. Mtu tu aliyekuwa na silaha ni Sauli na mwana wake Jonathani. Hao wengine hakuna yule ambaye alikuwa na silaha. Lakini Mungu aliwawezesha na wakaweza kushinda vita. Kwa sababu vita si zetu, vita ni za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ustahili kujali.
Usisumbuke na mambo mengi. Kile ambacho tunapaswa kufanya ni tuwe na imani kwa huyo Mungu, na tukiwa na imani akituambia tufuate hii barabara, usiulize maswali. Mungu anajua hapo mbele ni kipi ambacho kiko. Kwa hivyo huko mbele Mungu anajua ya kwamba kuko salama, haustahili kujali. So Mungu alikuwa insulted zaidi na wana wa Israeli, kwa sababu walijua vita ni za Mungu, lakini kila siku walikuwa wanakimbia, hawataki kuface Goliath. But maandiko inaniambia kwamba siku moja Daudi, kijana tu mdogo, ambaye hata baba yake mpaka wakati wa huu hajamtabua kama yeye ndiye mfalme. Na unajua alitiwa mafuta, baba yake akiweko, ndugu zake akiweko, lakini mpaka wakati huu hajamtabua ya kwamba ni mfalme. Hajamtabua, ako bado malishoni. Alipokuja anaambiwa ya kwamba sasa chukua hii chakula, enda kule ndugu zako wako kwa vita, maana the older brothers, 3 older brothers walikuwa wameenda huko kwa vita pamoja na Sauli. Chukua hii mikate, chukua unga, pelekea wao kule, alafu hii nyingine pelekea yule jemedari wa vita. Na kama kuna mtu was very very humble, obedient, ni Daudi. Maana haambii baba yako ya kwamba wewe unanituma na unajua mimi ndiye mfalme. Haleluya, watu wa Mungu. Unajua watu wanapatanga tumashiriki kidogo, hata akienda kwao hakuna mtu ambaye anaweza muongelesha. Anataka kumistriti watu. Hii Disemba wale mnatokaga Nairobi mkienda nyumbani, mnafanyanga vituko huko. Na nitumashiriki kidogo tu. Huyu alikuwa mfalme, lakini baba yake anamwambia chukua mikate, enda kule katika vita, peleka hizi. Na hasemi jambo lolote na anaondoka. Na alipofika kule akakuta kule hakuna vita. Kile tu kiko watu, they are just posing. Watu tu wako, wanajeshi wako, hakuna vita, lakini watu tu wamekaa. Yule Goliathi akaweza kutokea. Daudi akasikia maneno, akaanza kuuliza swali, ati mnasema yule mtu anaweza pigana na huyu Goliathi aweze kumuua, ati ni nini ambayo atapata? Akaambiwa vizawadi zimewekwa hapa zikiwa nononono. Akaambiwa jambo la kwanza, atapewa msichana wa mfalme Sauli. Jambo lingine ambalo ni la pili, familia yao itaondolewa taxes, hawataendelea kulipa taxes, na atapewa zawadi nyingi sana na mfalme. Daudi akaendelea kuuliza na wengine, akapewa confirmation ati hivyo ndivyo itakavyokuwa. Ripoti ikawa ni ile ile, ati kuna mazuri, mtu atapewa zawadi, atapewa binti, na familia yao yote itaondolewa kutoa taxes. But among the God's people, kuna watu ambao watakudiscourage each and every moment. Kuna watu watakudiscourage wakati unaenda katika safari ya imani. Each and every person utakuta watu ambao they are good in discouraging. Ndugu yake akatokea, the older brother Eliab, akakuta kijana wao ndio hapa ako na harakati, anamuuliza wewe umeachia kondoo nani? Hii kiherehere yako yote unaleta hapa kwa nini? But kitu ambacho kinanifurahisha, Daudi was not discouraged. Bwana Yesu asifiwe. And even you, don't be discouraged.
Don't be dismayed. Simama imara. Because the Goliath is not the problem. Challenge ama mtu yoyote, usije wewe ukarudi nyuma kile ambacho unakusudia kukifanya. Simama imara. Akaondoka akauliza habari, akaambiwa ya kwamba ripoti ni ile ile. Akasema mimi am equal to the task. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kijana kadogo tu, but anasema am equal to the task. The elders brothers wako hapo, wanajeshi, wamevaa mavazi ya kijeshi, wako na silaha, lakini they are not willing to face the challenge. But kijana mdogo anasema mimi am equal to the task. Nitaenda. Habari ikafika kwa Sauli, akaletwa. Na Sauli naye the same word of discouragement ndizo walitumia. Akamwambia wewe hauwezi kwenda kupigana. Wewe ni kijana mdogo tu, umetoka tu kwa malisho, na yule amekuwa Goliathi amekuwa ni mtu wa vita kuanzia ujana wake. But Daudi anauliza, huyu na simba na dubu ambao nimeng'ang'ana nao wakati ambapo nimekuwa malishoni, ni nani mwenye nguvu kuliko hao simba na kuliko hao dumbu? Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia Sauli ya kwamba wakati ambapo nimekuwa kule malishoni, simba ama dubu akuje kukamata kondoo wangu, huwa ninapambana nao na ninawaamaliza na ninawaua. Na akamwambia Sauli, yule Mungu ambaye amekuwa akiniwezesha kuua simba na dubu, huyo ndiye ambaye ataweza kuniwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Where is your God? Yule Mungu ambaye amekuongoza hii mpaka mahali ambapo umefika. Kwa nini nafika wakati ambapo unamsahau? Unaona ya kwamba asifu ya kwamba wewe unajihisi ya kwamba uko duni. Unaona ya kwamba ile challenge ambayo iko mbele yako kama ni ya maisha, unasema ya kwamba mimi ile taabu ambayo niko nayo sioni ya kwamba. Na ndio nilishtukia nikaona wengi. Kwa nini watu unakuta ya kwamba each and every Sabbath wengi mtu wako kazi? Ni kwa sababu anapiga hesabu, mimi kama ninaweza futwa hii kazi mimi ninakufa. But let me tell you and let me remind you, hata ukigojeka mwaka mzima, halo, Bwana Yesu asifiwe, hata ukigojeka mwaka mzima, watoto wako wataendelea kusoma na maisha bado itafanya nini? Kuna mtu mmoja alikutana na lecturer mmoja, akamwambia mimi ningetamani sana kuenda kusomea uchungaji, lakini sioni ya kwamba niko na pesa. Maana anapiga hesabu, anasema niko na watoto wako shule, familia yangu inanitegemea. Yule profesa akamwambia, ningekuwa na uwezo ningekuua, alafu nikufufue baada ya miaka 5. Na ungekuta familia yako bado inafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ungekuta sometimes tunasahau ya kwamba Mungu wetu ako na nguvu. Daudi akasema ya kwamba mimi ninaamini huyo Mungu. Kama aliniwezesha nikaua simba, akaniwezesha nikaua dubu, the same God, yeye ndiye ataniwezesha. Na kitu ambacho kinanifurahisha, Mungu wetu anataka uende vile ulivyo. Halo? Anataka kukutumia vile tu ulivyo, hataki chochote. Kumbuka hata Esteri, ili achaguliwe kuwa the queen, hata hakujipondoa. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Alienda akiwa natural. Wale wengine wakajipondoa, wakafanya kila kitu, lakini Vashiti alipomuona yule mfalme
alipomuona akasema ya kwamba huyu msichana ndiye ninafanya nini? Mungu anakutumia vile ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Walijaribu kumvalisha Daudi mavazi, akashindwa kutembea, akasema mimi nitaenda hivyo. Akachukua fimbo na akachukua mawe 5 na akachukua komeo lake. Fimbo, komeo na mawe mangapi? 5. Akaanza kuteremuka. Unajua pale katika ile milima kuna bonde, na historia inasema hiyo bonde ilikuwa ni bonde ambao ni kubwa sana. Naye Goliath ndiye huyo anateremuka. Na wakati Goliath anateremuka, akaanza kumdharau, akaanza kutukana Mungu wa Israeli. Akadharau Daudi. Anamuuliza, mimi unanikujia tu kwangu na fimbo kama mimi ni mbwa? Na mstari wa 46 unanifurahisha, maana wakati ambapo yeye anakuja hivyo, Biblia inasema ya kwamba, maandiko inasema ukisoma 46 and 47, neno la Mungu inasema ya kwamba watu siku ya leo watajua ya kwamba vita si zako, vita ni za nani? Ni za Mungu. Na akamwambia jambo lingine, utajua ya kwamba Mungu haleti ushindi kupitia kwa panga na mikuki na vitu kama hizo. Mimi nimekujia katika jina la Baba. Bwana Yesu asifiwe. Na kile ambacho kinachonifurahisha ya kwamba Daudi, wakati ambapo Mfilisti anamkujia hivyo, Biblia inasema ya kwamba yeye Daudi alikimbia. Halo? Na si kutoroka, alikimbia akielekea kule Mfilisti. Yule Goliath alikuweko. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hakutetemeka. Hana mahali ambapo wamejifunga ati mchipi, ati ikikuja, ati mkuki ikikuja anaweza jikinga. Goliath alikuwa na hizo vitu zote. Maana Biblia inasema hata kule kwa miguu alikuwa anajifunga bronze. Ngao yake na mkuki wake, hizo vitu, hata mtu yule ambaye alikuwa anambebea ngao yake alikuwa anamtangulia mbele. So wakati ambapo kitu kinarushwa anaikinga. Goliath anaendelea kuwa salama. But wakati ambapo Mungu amepeana adui mbele zako, you only need a sling. Bwana Yesu asifiwe. Kakitu kadogo tu na kataangamiza yule Goliath, maana vita si zako, ni za nani? So ni kipi ambacho kinahitajika? Ni mimi kusimama na huyo Mungu. Kwa sababu wakati ambapo yule mwenye ngao alikuwa amesimama mbele, wakati ambapo kuna mikuki na vile vitu, yeye Daudi hakusumbuka na hiyo. Kuzungusha tu komeo lake, maandiko inasema ikaenda ikagonga yule Goliath. Na Biblia inaniambia hakuwa hata na panga. He had nothing. But alikuwa, halo, Bwana Yesu asifiwe, alikuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio nawaambianga watu, hata katika kazi, mahali unafanya kazi, usisubuke kujulikana. Julikana na nani? Na Mungu. Na ukijulikana na Mungu utapata ushindi. Hakubeba panga, hakubengwa chochote, only komeo na mawe mangapi? Nataka niweze kumaliza, lakini nataka uweze kujiuliza, kwa hayo mawe 5 alitumia mangapi? Yeah? Na ukipiga hesabu na percentage, alitumia percent ya ngapi? Yeah? Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanajua hesabu, alitumia percent ya ngapi? Yeah? Bwana Yesu asifiwe.
Percent ya gapi ni ngapi? Si ni 1/5. Times 100 itakuja ngapi? Si ni 20. You only use 20% kumwangamiza Goliathi. Only 20%. Na ndio maana tukiingia kwa mambo ya stewardship, only what is required ya kuangamiza Goliathi katika kanisa letu, we only need 20%. Bwana Yesu asifiwe. We only need 20%. And Goliath will be dead. All the challenges of this church, hata michango mingi hatutakuwa nayo. Only 20%. 10% ya tithe and 10% ya offering. Hello. Bwana Yesu asifiwe. And if we can be faithful, Goliath will be dead. But the problem, nimekuambia, the challenge or the problem is not Goliath. The problem is unbelief. Hatumwamini Mungu wetu. Ati Mungu akikwambia ufanye na ufuate hii, unakuta watu hawafuati hivyo, mtu anafanya mambo yake. Hebu nikwambie, challenge sometimes zile unaweza kuwa unapitia katika maisha. Maybe you are the problem. You are the cause of your problem. Kwa sababu kuna mambo Mungu anakuambia, anakuelekeza hivi, lakini wewe unafuata njia zingine. Tusimame imara katika jina la nani? La Mungu. Tusimame imara because we only need faith. Na tujue ya kwamba sio sisi tunajipigania. Hata hii Disemba usisubuke sana. Januari usisubuke sana. Wewe ishi kulingana na neno la nani? La Mungu. Na umwambie sasa, Mungu, nataka watoto wangu waende shule, nataka maisha yangu ikae hivi, and God is willing to do that. Bora kuwa na imani na huyo nani? Na huyo Mungu. Ambassadors, kujeni muimbe hiyo wimbo ambao mliimba hapa ya imani. Karibuni wana ambassador, Mungu wetu uweze kuwabariki. Shall we pray? Father who lives in heaven, we thank you for this moment that you have granted unto us. Oh Lord, as we are going to praise you, may you be with us, may you give us good voices to honor your name. For it is in Jesus' name I pray, trusting and believing.
Nataka imani, imani imara, haitetemeki kwa kitu chochote. Wakati wa shida nitasimama, nipatie Bwana imani imara. Nataka imani, imani imara, haitetemeki kwa kitu chochote. Wakati wa shida nitasimama, nipatie Bwana imani imara. Bwana unipe hiyo imani, ili niweze kukudhihirisha na watu wote wakuone Bwana. Unitumie unavyopenda Bwana, unipe hiyo imani, ili niweze kukudhihirisha na watu wote wakuone Bwana. Unitumie unavyopenda. Nataka uwezo nishinde dhambi, moyo unapenda, mwili ni dhaifu. Hebu shuka Bwana mwenye uwezo, hapo nitashinda majaribu yote. Nataka uwezo nishinde dhambi, moyo unapenda, mwili ni dhaifu. Hebu shuka Bwana mwenye uwezo, hapo nitashinda majaribu yote. Bwana unipe hiyo imani, ili niweze kukudhihirisha na watu wote wakuone Bwana. Unitumie unavyopenda. Unitumie unavyopenda.
unavyopenda. Bwana unipe hiyo imani ili niweze kukudhihirisha na watu wote wakuone Bwana, unitumie unavyopenda. Bwana unipe hiyo imani ili niweze kukudhihirisha na watu wote wakuone Bwana, unitumie unavyopenda. Bwana unipe hiyo imani ili niweze kukudhihirisha na watu wote wakuone Bwana, unitumie unavyopenda. Tusimame kwa ajili ya maombi. Lakini nataka usikie this statement ili tunapoomba. Statement inasema hivi: the size of Goliath was not the problem, was no problem to David. Bwana Yesu asifiwe. Ati ukubwa wa Goliathi haukuwa taabu kwa Daudi, hakujalishwa na ukubwa wake. And as a church or as you individual, usiangaliange mambo unaona ya kwamba haya ni mangumu na unaona ya kwamba kana kwamba ni makubwa sana, but the greatest obstacle is the smallest of our faith. Udogo wa imani yetu, that is the greatest obstacle in a church. It is the greatest obstacle in your daily life. Ile unaona ya kwamba unakuwa na imani dogo kwa huyo Mungu. Na ndio wimbo huo wa vijana wetu wanasema ya kwamba nipe imani, imani ambayo haiwezi kutingizika. Kama ni ombi lako unasema Mungu, naomba imani kama hiyo, unaweza inua mkono wako ili tuweze kuomba. Mtakatifu na Mungu wetu uishie mahali pa juu mbinguni, ninakushukuru kwa sababu umekuwa mwema. Kwa hakika umeweza kutuchagua ili tuweze kuwa ambassadors wa kulitangaza na kukusimamia katika ulimwengu huu. Lakini mara nyingi kama vile ulichagua wana wa Israeli na ukawaambia kwamba wapigane na Wafilisti na wewe ndio utaweza kuwapigania, mara nyingi tumepoteza tumaini. Tazama pia hata katika maisha yetu kama Waisraeli tumepoteza matumaini na tunaangalia ukubwa na mambo ambayo inatusumbuka katika ulimwengu huu. Mungu wetu, Daudi alikuwa na tumaini nawe. Pia na sisi tunahitaji tumaini hilo ili tuweze kushinda majaribu yote ambayo tunakutana nayo kila siku. Kama vile ambavyo uliweza kumjaza Daudi na Roho wako Mtakatifu, hata sisi tujaze na Roho wako Mtakatifu. Tukasimame imara, tukakujue zaidi na jina lako likatukuzwe katika maisha yetu. Kila mmoja ambaye ameinua mkono wake, Mungu ukutana na hitaji lake. Mupe imani kutukuzwa katika maisha yake
na zaidi ya Mungu yeyote, Mungu wetu, tusamehe dhambi na makosa yetu na tuweze kukubalika kwako. Tuandae kwa minajili ya kurudi kwako mara ya pili, na utakaporejea na mawingu, sisi pamoja na wote ambao wanasikia sauti hii, Ebu Kristo, utuandae kwa ufalme wako, na tuwe kikundi kitasema, wewe ndiye Bwana Mungu wetu tuliyekuwa tunakusubiri, utupe wokovu. Tusamehe dhambi na makosa yetu. Mwezi huu wa Disemba ni mwezi ambao uko na mambo mengi na changamoto nyingi. Kuna wale ambao watasafiri kusalimia familia zao, andamana pamoja nao, uwaongoze, na tukiona ya kwamba umewarejesha salama, tazidi kulisifu na kulitukuza jina lako. Pia kuna wale ambao bado watabaki katika sehemu hii, pia Mungu wetu uwalinde, uwaongoze. Hebu Mungu wetu, Januari ikifika na tuje kuangalia washiriki wetu wote, hebu Mungu wetu tukihesabu tuseme ya kwamba tumezidi kuona mkono wako, maana hatujapoteza hata mmoja. Mungu wetu, tunashukuru kwa sababu umesikia kilio chetu. Tunaomba kwa hayo tukiamini ya kwamba umetujibu sawia na mapenzi yako, maana tunaomba kutia jina tukufu la Kristo aliye Bwana tena mkombozi wetu. Amen. Mungu wetu wabariki.